Jahazi TV, shughuli zinazohusiana na mwani. Yaani unaweza kukuta matangazo ya shughuli nyingine, lakini utakuta tu shughuli ya kuwapatia wakulima wa mwani elimu ya namna ya kuzalisha na namna ya kuhifadhi. Nikubaliane na wewe na nikubaliane na yoyote, kwa maana bado kuna uhitajio wa kutoa elimu hiyo zaidi na zaidi kwa kwenda kule chini. Kwa makubaliano yetu sasa hasa na ZASCO, na labda niwakumbushe tu, hii ZASCO pia ilikuwa iko chini ya Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda. Serikali almost sasa inakaribia kumaliza, manake maamuzi yake ya kuihamisha ZASCO kuja Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi. Kwa nini? Kwa sababu ZASCO jukumu lake kubwa ni kuisimamia sekta ya mwani. Nani mwenye mwani ndani ya nchi hii ambaye ana dhamana ya kusemea mwani? Ni Wizara ya Uchumi wa Buluu. Kwa hiyo uwepo wa ZASCO ndani ya Wizara ya Uchumi wa Buluu pia utasaidia kwa kiwango kikubwa wa utoaji na upangaji mikakati ya kutoa elimu kwa wakulima wa mwani, ili shughuli wanaoifanya ikafanyike kitaalamu na ikawa ina tija zaidi. Swali ambalo pengine hapa sikulisikia pia, na nitumie swala hilo kama kujiuliza na kulijibu pia kwa kujenga uelewa tu, kwamba kwa nini tunaingiza samaki kutoka nje ya nchi. Pengine ningeulizwa hilo pia. Lakini mimi nataka niseme kwanza, ni kujibu hili swala la mikakati gani. Tunasema tunajenga bandari ya uvuvi, ni mkakati mmoja. Tunaleta meli ya uvuvi, ni mkakati mwingine. Tunaleta boti zenye mita zaidi ya 18 ambao zinaweza kwenda kwenye uvuvi wa bahari kuu. Tunajenga viwanda vya kuchakata samaki, lengo likiwa ni kuimarisha uvuvi. Lakini hatuwezi kuimarisha tu uvuvi wa bahari kuu bila pia kutazama na uvuvi wa wavuvi wetu wadogo wadogo. Na ndio maana tukasema tumeanzisha eneo la fungu refu kule kama eneo la ukanda wa uchumi wa bluu. Lengo ni nini? Mvuvi wetu huyu anapohitaji kwenda hata boti ya kukopa akaipate wapi? Aliyo anakwenda kule. Anahitaji nyavu aende kule. Lakini hata sisi swala la kuwajengea hii miundombinu kama madiko, nimesema hapa leo, ungeenda Fukuchani kwa mfano, kama kuna mtu alishaye kufika, pengine wanaporudi kuvua, akisha kupata samaki wake hana chaguo la vipi, kwamba aweze kumhifadhi kwanza kwa sababu leo bei iko chini, au amuuze. Inamlazimisha amuuze kwa sababu hana miundombinu ya kuweza. Na ndio maana serikali ikaamua sasa tuwajengee facilities kwa maana ya madiko, lakini sio diko la kupigia mnada, hapana. Diko lenye facility zote. Kama soko leo linaonekana kwake linamuumiza ukilinganisha na jasho lake, aweze kumhifadhi samaki huyo, aamue kuuza siku ambayo soko hilo litakuwa na faida kwake. Kwa hiyo iko mikakati ya sasa, mikakati ya kati, lakini na mikakati ya muda mrefu katika swala zima la kuimarisha uvuvi. Lakini uvuvi upi tunaozungumza? Mikakati ya uvuvi wa bahari kuu, lakini mikakati pia ya uvuvi mdogo mdogo. Tunao uvuvi mdogo mdogo, ndio huu unaozungumzia kuwajengea madiko, kuendelea kuwakopesha hizo boti zenye fish finders, kuwapatia nyavu na vitu vingine. Lakini uvuvi wa bahari kuu tunaozungumza ndio huo wa kujenga bandari ya uvuvi, kutafuta kuleta hizo meli za uvuvi. Na yote haya hatuyazungumzi kama ni story. Yote katika wasilisho nimesema kila moja tuko katika hatua gani. Bandari ya uvuvi tumeshamaliza upembuzi yakinifu, tumeshaandaa mchoro, tumeshajua eneo ni lipi, tumeshajua gharama. Hatua iliyobakia ni kusema tu anayejenga ni mkandarasi huyu, basi. Kwa hiyo ni hatua ya mwisho iliyobakia. Ingekuwa shida, kwa maana hapa tunasema tunataka kuimarisha uvuvi wa bahari kuu, tunataka tujenge bandari ya uvuvi, lakini unaulizwa eneo la kujenga bandari ya uvuvi ni lipi? Sijui. Kaniuliza Bwana Gerson hapa, gharama ni zipi? Nasema sijui, manake hauko tayari. Mmeshafanya feasibility study? Bado. Sasa hapo mtakujenga nini hapo? Hizo ni hadithi zingekuwa. Lakini yote yanayopaswa kutekelezwa ili bandari ya uvuvi isimame tumeshamaliza.
tumetumia karibu dola milioni 1 kwa ajili ya kufanya upembuzi yakinifu na Wakorea. Lengo ni nini? Tusijenge kitu mwisho wa siku kikawa hakina maana. Lengo ni nini? Ni kupata bandari ya kisasa ambayo itahudumia si leo tu, lakini miaka na miaka mingine itakayokuja. Sasa haya tunayoyazungumza, nimesema bahati nzuri wanasema kuona ni kuamini. Sasa sikusema maneno matupu, nimeonesha na michoro. Sikuonesha michoro, nimetaja na gharama. Sikutaja na gharama, nimetaja hata maeneo husika. Kwa hiyo nataka tuamini kitu kikubwa. Wengine wala sitaki kusema, lakini haya mingine tunasema, lakini pia vitu vingine vyote lazima tumtangulize Mungu. Jahazi TV.